Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kuwa na vitu vingi na kuna wakati wa kutokuwa navyo, na pia kuna kuvipoteza. Si kwamba kuna jambo mbaya ambalo umetenda ndiposa ukapoteza vitu vile, lakini unapata ya kwamba ni katika mapenzi ya Mungu. Na tunaona katika maandiko kumhusu mtumishi wa Mungu mmoja ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo akawa na mke ambaye alimpenda, anaitwa Raheli. Na nilipokuwa ninasoma nikaona ya kwamba alimpenda Raheli sana, lakini akampoteza Raheli kwa uongo ambao ulitokana na mjomba wake Raheli ama Yakobo. Akampoteza Raheli na badala yake akapewa dada yake, lakini hakukufa moyo. Ikambidi akafanya kazi tena miaka ingine 7 ili aweze kumpata Raheli. Maandiko inasema baadaye alimpata, lakini ukiendelea kusoma unaona ya kwamba japo alikuwa anampenda, lakini akawa hawezi kuwa na watoto. Lakini baadaye Mungu akambariki, akampa mwana ambaye ni Yusufu. Pale tunaona ya kwamba Yakobo akamfurahia yule mtoto kiwango ambacho akamvika vazi ambalo lilikuwa na rangi nyingi. Na pia tunaona ya kwamba katika pia hiyo wakati akampoteza mke wake tena ambaye alimpenda zaidi. Na hata baadaye tena tunaona ya kwamba baada ya kufurahia kidogo tena yule mtoto tena akampoteza. Ndugu zake wakapanga njama, Yusufu akachukuliwa akapelekwa katika nchi ambayo ni ya utumwa. Akakaa mahali pale, lakini ilikuwa katika mpango wake Mungu yeye kuwa katika nchi ya Misri. Lakini tunaona ya kwamba Yakobo akawa anapoteza akipata, anapoteza vitu akipata. Lakini maandiko inasema ilifika mahali ambapo moyo wake ukahuzunika sana. Ulihuzunika sana na ukawa na njaa katika mji wa Israeli, na ikawabidi waende kutafuta chakula katika nchi zingine. Nitasoma katika Mwanzo 45 mstari wa 25 na 27. Maandiko inasema wakatoka Misri wakafika nchi ya Kanaani kwa Yakobo baba yao. Wakampasha habari wakisema, Yusufu angali hai, naye ndiye mtawala katika nchi ya Misri. Moyo wake ukazimia kwa sababu hakuwasadiki. Wakati unapitia mambo mengi, mambo magumu, inafikia kiwango ambapo hata watu wakikuja na